kushinda dhambi, lazima ujue namna gani ya kuyashinda mawazo yako. Na ndio maana sasa nikasema shetani mahali ambapo yeye anaweka ngome ni katika akili. Yaani Mungu na shetani ni roho, ili watende kazi katika maisha ya mtu wanaweka ngome katika akili. Akili ikikamatwa, utendaji wako umekamatwa, si tu utendaji wa mwili, mpaka utendaji wa kiroho. Na nikakwambia wewe huwezi kuishi nje ya mawazo, kwa sababu hata Mungu mwenyewe alipotaka kumuumba mtu alimuumba kutoka katika wazo. Ukisoma vizuri katika maandiko, Biblia inasema shetani alienda kwa Hawa, lakini alichokifanya shetani alipeleka wazo juu ya Hawa, na wazo Hawa akalipokea wazo la shetani. Alipopokea wazo, fikra zao zikabadilika, kwa sababu shetani alichokiharibu katika maisha ya mtu ni akili. Na ndio maana kazi kubwa Yesu aliyoifanya, alifundisha. Kwa nini alifundisha? Ili ampe mtu maarifa. Kwa nini ampe maarifa? Ili mtu apate akili, ufahamu wa kujitambua ni nani. Ufahamu wako unapokuwa sawa sawa, akili yako inakuwa sawa sawa, na akili yako inapokuwa sawa sawa, fikra zako zinakuwa sawa sawa, na fikra zinapokuwa sawa sawa, mawazo yako yanakuwa sawa sawa. Mawazo yako yakiwa sawa sawa, maamuzi yako yanakuwa sawa sawa. Maamuzi yako yakiwa sawa sawa, hata utendaji wako unakuwa sawa sawa. Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu, haangalii matokeo, anaangalia chanzo cha kubadilika kwa mtu. Hivyo hivyo ulimwengu wa kiroho ukitaka kuharibu maisha ya mtu, hauangalii matokeo, unaangalia chanzo cha matokeo. Kwa hiyo chanzo cha kutenda dhambi ni wazo la dhambi. Kwa nini tunahitaji ukombozi wa Afrika? Mungu hawezi kukupandisha kiwango, Mungu hawezi kukuruhusu ingia hatua nyingine kama akili yako haina elimu ya kutosha au haina maarifa ya kutosha juu ya hiyo nafasi. Kiwango cha kufanikiwa kimewekwa katika akili ya mtu. Kwa Mungu akitaka kukufanikisha, anadili na akili yako. Shetani akitaka kukukwamisha, anadili na akili. Kwa ili uweze kufanya vitu vikubwa, lazima ujue siri ya kwamba ndani ya akili yako ndiyo mgodi wa mafanikio. Na ndio maana mtu yoyote anayetembea na Mungu hajawahi kuwaza kushindwa. Ukifanya biashara na Mungu, hakuna wazo la kushindwa. Ukisoma na Mungu, hakuna wazo la kushindwa. Ukienenda na Mungu, hakuna wazo la kushindwa. Kwani kwa sababu tabia ya Mungu ina tabia ya kuzalisha mawazo ya ushindi. Unasema biashara haiendi, mwenzio unakaa naye karibu, biashara inaenda. Unajua tofauti wenu ni nini? Ni akili. Nimekwambia shetani anakaa kwenye akili, hana mahali anapoenda. Anachokifanya anazoofisha akili, kwa sababu ndani ya akili ndio kuna chemchemi ya mafanikio ya kwako. Akili ikigoma, maisha yamegoma. Lakini unajua nini? Mungu wetu ni mkuu sana kuliko, yani Mungu tukimpa nafasi mahali popote, kuna namna Mungu anatenda pasipo sisi kuelewa. Shida ni kwamba tumemwekea Mungu mipaka katika maisha ya kwetu, tumeweka mipaka katika hatima za kwetu. Kuna mahali tunahisi kwamba akili zetu, visomo vyetu vinaweza kutufikisha mahali, lakini kumbe Mungu anataka tu uamue kusema, Mungu, I surrender to you Father. Maisha yangu ni maisha yako, jioneshe wewe kuwa ni baba yangu. Na muamini yeye katika hukumu kubwa sana, kwa sababu kuna namna hapa nilipo namwambia Mungu, najua niko darasani, kwa sababu neno lako umenifundisha kwamba uweze kumpeleka mtu mahali kabla ya kumpa maarifa ya kutosha. Kwa kuna vitu Mungu anajaribu kunifundisha, kunionyesha. Kuna namna utakataliwa, kuna namna watu wanakataliwa, kuna namna watu wanaanguka kwenye dhambi, kuna namna watu wanapita kwenye kuchoka, kuna namna watu wanapita katika hali ya kukata tamaa. Kwa vyote hivyo Mungu ananifundisha. Biblia inasema hivi, naijua njia uendayo. Anasema akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Moja katika kitu ambacho Mungu anamfundisha mtu katika fikra, anamfundisha mtu kitu kinachoitwa unyenyekevu. Hilo ndio darasa kubwa ambalo Mungu anamfundisha mtu, unyenyekevu. Maana ukifanikiwa ndani ya Mungu, nini ambacho Mungu anakufundisha? Ni kujiona sawa kama vile watu ambao hawajafanikiwa, ni kujiona sawa kama vile watu ambao hawajasoma. Yaani anakupa kujiona. Hatima ya mtu imefichwa katika fikra. Ndio maana Mungu anasema hivi, mbele yako kuna uzima na mauti. Kwa nini asema hivyo? Kwa sababu mwanadamu tangu anguko, nimesema, alipata uwezo wa mamlaka ya kufikiri. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anayejichagulia hatima yake iwe vipi, iwe ni hatima ya uharibifu au iwe ni hatima takatifu. Tangu anguko, kila mtu anaishi maisha yale anayoyataka, na Mungu akaweka maamuzi hayo katika fikra. Yaani uchague uzima, uchague mauti, uchague tajiri, uchague maskini, iko ndani yako. Hatima yako ya kiuchumi ipo katika akili yako.
Hatima yako ya kiroho ipo katika akili yako. Yaani wewe mwenyewe ndio unajiamulia maisha. Unataka maisha ya namna gani? Unataka kuenenda katika njia gani? Unataka kufanya nini? Amesema fikra ina macho, kwa sababu yale macho ya fikra ndiyo yanayokuongoza katika hatima. Fikra zako zikipigwa upofu, zikipofurushwa, maana yake nini? Hatima yako imezibwa. Ndio maana lazima uone umuhimu wa kuombea fikra, ili uzifanye fikra zako muda wote ziwe active, kuona nini kinachofaa kwenye maisha. Lakini mtu aliyefungwa kiakili ni vigumu sana kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu utumwa wa fikra ni utumwa hatari sana kuliko utumwa wa mwili. Kwa sababu nimesema katika fikra ndipo kunapatikana maamuzi, na ndipo kwenye chanzo cha mafanikio ya mtu. Kwa hiyo fikra yako inapoharibiwa au fikra yako inapokaa katika utumwa, ni vigumu sana wewe kufika katika nchi ya ahadi. 2025 uko hivi, tangu ukiangalia maisha yako 2023 hadi 25 ni vile vile. Ujue kuna hatari hapo ya kiroho. Lazima uamke, ujue kabisa hapa sio jambo la kawaida, kuna namna. Uwe na mtazamo mpya, uwe na fikra mpya, uwe na mawazo mapya, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa nini nimesema katika utukufu wa Mungu? Anasema my presence, uwepo wa Mungu una mawazo.